tunakwenda kwa ajili ya kipindi cha maombi kwa jina Rejea Madhabahuni. Naomba tuhamishe fikra zetu kutoka huko zilipo ili tuje katika ibada. Tuhamishe mawazo huko yalipo ili ziweze kuunganishwa na mbingu. Tuhamishe fikra, yani unajua fikra zako huko zilipo. Si unajua nini ambacho unakifikiria sasa hivi? Yani iondoe hiyo fikra huko ilipo. Iondoe, yani ninapozungumza naye anza mara moja kutekeleza hilo zoezi. Yani iondoa mawazo huko yalipo, uyalete katika ibada. Na hapa ndipo ambapo kuna pambano katika ibada. Hapa ndipo penye kushinda au kushindwa. Hapa ndipo kwenye kupata badiliko au kubaki vile vile. Ni kwa sababu utakuja katika ibada lakini akili zako hazipo hapa. Nataka niwaambieni ya kwamba huyu Mungu tunayemwabudu ambaye amesema walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, nami nipo katikati yao. Neno hili ni amini na kweli. Sasa Mungu yupo katikati yetu. Wewe uko wapi? Utakuta uko hapa kimwili, lakini akili ziko kazini. Akili ziko kwenye tukio lililopigwa katikati ya wiki. Akili ipo katika maumivu uliyopata katikati ya wiki. Akili yako iko wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anamwambia mama Msamaria ya kwamba saa ipo nayo yaja ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Saa ipo. Yaani hata sasa hivi katikati ya wewe kuhamisha mawazo na kuyapeleka mbali, kuna mtu ambaye amekuja kwa dhati na kujidhili mbele za Mungu. Na nataka nikwambie hatotoka kama alipokuja. Atakutana na Mungu. Kwa hiyo jinsi utakavyokuja ndivyo utakavyoweza kukutana na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ni mahali ambapo wanadamu hukutana na Mungu. Wanadamu husikia kutoka kwa Mungu na Mungu husikia kutoka kwa wanadamu waliokuja kumwabudu. Na nataka nikwambie, ndio maana unaweza ukapiga magoti kuomba, na katikati ya kuomba ukapata na usingizi au mawazo yakakuijia. Ukakumbuka kwanza alivyokusukuma, ukakumbuka ulivyokuwa unagombania magari ya kwenda Mbagala. Katikati ya ibada. Nataka nikwambie hiyo ni pambano. Ukakumbuka yule alivyokuwa anakusonga vidole, alivyokuwa anakusema, yaani unakuta unahamishwa fikra. Nataka niwaambie wa Kristo wenzangu, utakapoweza kuabudu katika roho na kweli, utakapoweza kuimba katika roho na kweli, utakapoweza kuomba katika roho na kweli, utaweza kusikia sauti ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 ni fungu ambalo linafahamika vizuri kabisa. Yesu anasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini, nami nitafanya nini? Jamani, tuko katika mapumziko ya Sabato. Kubali kila ibada, yani kila ibada isipite hivi hivi. Nasisitiza, jinsi ulivyokuja ndivyo utakavyotoka. Sabato ni kupumzishwa kiroho na kimwili. Lakini ukikaa vibaya utaondoka na masumbuko yako. Yaani hakikisha kwamba mambo uliyokuja nayo hutoki nayo, yaache hapo hapa. Yesu yupo na malaika wapo kwa ajili ya kukuhudumia. Wewe ambao umechoshwa na mizigo ya kila namna, hakikisha kwamba mizigo yako yote unaiacha katika ibada ya leo. Bwana asifiwe sana. Yesu akupumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu. Katika ibada hakikisha unapata jambo la kujifunza. Hakikisha unapata badiliko la tabia. Hakikisha unapata uongofu. Ni kwa sababu tunakuja katika ibada kwa hatutaki kujifunza. Hatutaki kuwa watoto wadogo. Tumekuwa makambale. Yesu anasema acha hii wewe unaendelea nayo. Acha hii wewe unaendelea nayo. Na ndio maana tunaweza tukawepo kanisani zaidi ya miaka
30, lakini watu ni wale wale, masengenyo ni yale yale, umbea ni ule ule. Kwa sababu gani? Hatujataka kujifunza kutoka kwa Yesu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, ni bidhaa adimu sana siku hizi ndani ya washiriki. Hakuna upole tena, hakuna unyenyekevu tena. Sasa hivi ni jino kwa jino. Sasa hivi ukinikanyaga na kuvunja. Sasa hivi mimi ni oili chafu, ukinichafua na jichafua. Ndio mambo ambayo tumekuwa nayo. Yesu anahitaji tuwe wapole na wanyenyekevu. Hakikisha katika ibada tunapata kujifunza kutoka kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Anasema, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hakikisha unapata raha. Unajua dunia hii ina vitu vingi sana vya kutupatia shida. Jamani, shida huwa haziombwi. Shida huwa zinakuja nini? Kwa hiyo hakikisha unapata raha. Kuna watu hapo ambao enzi zenu sio za kuwa na nyuso kama hizo. Yaani kabisa nikiwaangalia, sio kama nawajua sana umri wenu, lakini nikiwatazama ni kwa sababu mmechagua kukupatia shida. Kuna binti hapa nikamsimamisha na mama msoko. Ni watu wawili tofauti. Utasema huyu ndiye bibi na huyu ndiye binti. Kwa sababu mmekumbatia vitu, mnakuwa kama wastaafu wakati hata ajira mjaanza. Jamani, katika ibada kuna raha. Hakikisheni mnapata raha katika ibada. Unakutana na binti, yani hata kumapproach kwa msoko. Kwa sababu umekupatia shida. Naombea baraka za Bwana katika ibada leo, mpate raha nafsini mwenu. Bwana asifiwe sana. Hii tupate raha. Umechoka, je, umesumbuka? Imba wimbo wa kutafakari. Kitu gani ambacho umekuja nacho kwa ajili ya kumwambia Bwana? Unaye aliye yapitayo. Imba katika roho kweli, mwambie Yesu suluhisho lako. Yesu yuko kwa ajili ya kukufunza, yuko kwa ajili ya kukupatia raha, yuko kwa ajili ya kukutoa mizigo yako. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu. Machozi ya kulenga, mwambie Yesu sumbuko lako, wasemewa na dhambi rohoni, mwambie tutaendelea na beti watatu. Tutakwenda kuomba leo kwa ajili ya na ndugu yako na jamaa yako anaumwa, anapata shida, maumivu ni makali, hata kama ni wewe haumii, lakini ukimwangalia unasema anaumia huyu. Tunao washiriki wetu, mzee wetu Masara, hali yake bado sio nzuri sana. Sabato iliyopita tulipata nafasi ya kumtembelea. Hali yake sio nzuri. Kama kanisa tunahitaji kuomba kwa ajili yake. Lakini wewe leo unasema kuna ugonjwa ambao unanitesa. Kuna ugonjwa ambao unamtesa ndugu yangu, unamtesa baba yangu, unamtesa mama yangu, mkeo, watoto. Yesu yuko hapa. Wewe umefanya maombi, lakini hebu jaribu mara hii tena kwa imani. Jaribu tena kwa imani. Utapiga hatua
kwa imani. Tutaomba na makundi mawili, tutaombea wagonjwa. Lakini pia ninaomba tuombee kundi la ambassador. Joseph Godi kwa alipo. Mabalozi wanaanzia miaka 10 ngapi mpaka ngapi? 16 mpaka 22. Watu wa age hiyo nao watakuja hapo mbele tutaombea. Nataka niwaambieni hakuna shida kubwa ambayo inakumba vijana kama huo. Na ikitokea kijana akavuka hapo kama ni mzazi, yaani kama ungekuwa unaabudu mizimu umeenda kachinje mbuzi. Kipindi hicho ndio kipindi cha bangi, kipindi hicho ndio mimba za utotoni, kipindi hicho yaani mambo ni tungu mzima hapo. Nitahitaji vijana ambao wana miaka 16 mpaka 22. Nao watakuja. Na kwa maombi haya ningeomba hata mzee Jim pamoja na mzee Sosthenes tutasogea hapo. Napo hiyo momenti watatu waogopa shida na majonzi. Tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Nimesema una ndugu, una mtu yeyote hata kama ni jirani yako. Wewe njoo kwa ajili yake. Kama ni wewe njoo, yaani jaribu hata mara hii. Mjaribu Yesu hata mara hii tena. Mng'ang'anie Yesu kama yule mama kana nayo aliyetukana na Yesu kama ni mbwa. Wewe ng'ang'ania wewe Yesu akuja tena kwa imani. Jaribu tena mara hii. Na unapokuwa tukiimba ubeti wa 4 tutasimama wote. Tutaendelea kuja. Waogopa shida na majonzi. Waogopa shida na majonzi. Mwambie Yesu mwokola wasumbukia mambo yajayo. Mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu mwokola rafiki amini. Njoo kwa rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Kukutisha azia kifo kukutisha. Mwambie Yesu Jamani, tutakuwa na maombi mafupi sana, kwa sababu unakwenda tu kumwambia Yesu sumbuko lako. Wadogo zangu ambassadors, mwambieni Yesu awasaidie katika hichi kipindi ambacho tunapitia. Mwambieni Yesu awasaidie. Mwambie Yesu nisaidie niendelee kushikamana na wewe. Lakini pia kama wazazi, ombeeni hili. Ndio kipindi cha bangi, ndio kipindi cha madawa kulevya, ndio kipindi hichi. Wana kipindi kigumu ambacho hata wewe ulikipitia hicho. Na wewe mpaka leo una makovu yake. Hakuna mtu ambaye hakuwahi kuacha kupitia hiyo hichi. Hakuna. Baada ya hapo mengine yanayoendelea ni option. Yanafanyika kwa uamuzi. Lakini haya mengine katika umri huu yanafanyika katika shinikizo rika. Tuwaombee. Na wasipovuka vizuri watakuwa addicted, watakuwa ni waraibu, watakuwa ni mateja wa hayo ambao watakuwa wameelewa. Kama kanisa na kama wazazi tunapaswa kuombea na kuwatia moyo, lakini pia kuwakemea. Umekuja hapa na ndugu yako na mtu yeyote ambaye karibu yako ni mgonjwa, ni wewe. Yesu ambaye ni tabibu mkuu, aliyeziumba chembe chembe, akaumba organ, akaumba viungo vyote, anayekujua ile doubt, anajua circulation jinsi inavyofanyika mwili, anajua kila kitu, yuko hapa. Mwambie Yesu sumbuko lako.
Naomba tupige magoti. Wazee wa kanisa watatuongoza katika maombi haya. Ombea kundi la vijana, mabalozi, na mzee Jimmy ataombea wagonjwa. Ombea kila mmoja aombee kila ambacho ni hitaji lake. Kila mmoja mwambie Yesu. Nasisitiza, hamisha mawazo yako kutoka huko yalipo. Yaani huko yalipo yahamishe. Mawazo kwenye social network, ondoa mawazo yako kwenye vibonzo na vichekesho na katuni, kwenye movie, kwenye nini. Ondoa huko. Kutana na Mungu yuko hapa. Na tuombe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tazama muda huu sasa, watoto wako wamenyenyekea mbele zako, kila mmoja Baba akimimina moyo wake kwako. Hatujui shida aliyo nayo ndani ya moyo wake, lakini Baba ameileta kwako. Tunakuomba Baba usikie ombi la kila mmoja, na unapolisikia Baba yetu wa mbinguni, ukatende sawasawa na mapenzi yako. Baba yetu, wakati huu tunalo kundi la vijana, wewe unatuambia kwamba hatupo salama wakati wote usipojikabidhi kwako. Kundi hili ninalikabidhi mikononi mwako. Kuna makundi yana changamoto, lakini lina changamoto kubwa Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu ni vijana, na wewe unatuandikia kwamba vijana tuna nguvu, na yeye anatumia hili kundi wake. Baba wa mbinguni, watoto wako hawa tunawakabidhi mikononi mwako. Vishawishi ni vingi kona zote, kila wanapogeuka kuna vishawishi. Kwenda Baba, wakimbilie wapi? Ni wewe pekee. Ombi letu la muhimu Baba, Roho wako Mtakatifu anayejua kutufundisha akakae ndani ya mioyo yetu. Akikaa ndani ya hawa vijana tutakuwa watoto wako. Akikaa ndani ya kanisa lote tutakuwa watoto wako. Roho akikaa ndani ya familia kwa wazazi, watawalea hawa watoto vizuri. Roho akikaa ndani ya viongozi wa kanisa watoto. Baba, tufunike kwa chini ya mbawa zako. Tazama mtumishi wako ameenda kuomba. Sikia maombi yetu na ukajibu sasa mapenzi yako katika Kristo Yesu. Amen. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru mchana wa leo. Tunalitukuza na kulishangilia jina lako kwa sababu umetuleta ili tuponye. Mchana wa leo Mungu wetu, watu wako tumeonewa na mwovu Ibilisi. Ametuonea, amenyang'anya afya zetu Mungu wa mbinguni. Basi wewe uliye mwamuzi wa haki, hebu katutoe katika uonevu wa mwovu Ibilisi. Katufungue katika kifungo cha magonjwa. Watu wako wamesogea mbele, wakija kutaka uponyaji utokao moja kwa moja katika kiti cha enzi, ukawaguse na kukutana na maradhi yao, kila mmoja kwa maradhi yake. Lakini wapo ambao wamekuja kwa ajili ya ndugu zao, wamekuja kwa ajili ya rafiki zao, kwa ajili ya baba zao, mama zao, watoto wao. Mungu wa mbinguni, katutoe katika uonevu wa mwovu Ibilisi. Tunajua Mungu wewe ni mwamuzi wa haki. Pale ambapo tumeonewa, hatuna msaada mwingine isipokuwa wewe. Shetani ametuonea, pengine amejua hatuwezi tukatoka, lakini wewe unayeamua kwa haki, mchana huo wa leo kakutane na magonjwa yetu. Hapo tunaoteseka, kuna ndugu yetu na mzee wetu, mzee Mazaro, yuko kitandani kwa muda mrefu sasa. Yupo katika hali ya kutokuweza, lakini Mungu uliyewainua hata waliokufa ananuka. Basi tunaomba ukamnyanyue mzee Mazaro, ukanyanyuke tena. Imani na wewe, maana hata mzee wetu Gundula aliugua, lakini umefanya muujiza mbele ya macho yetu, umemleta na amesimama tena. Kwa imani hiyo hiyo tunayo imani waweza pia kumnyanyua mzee wetu Mazaro, na tutaishangilia sana na kuliinua jina lako. Si yeye tu, wapo tuliokuja katika ibada hii tukiwa na magonjwa mbalimbali. Na tumekulilia kwa muda mrefu. Saa nyingine tulifika tukaona kwamba pengine maombi yetu hayafiki katika kiti chako cha enzi. Siku wa mchana huu wa leo, kwa sababu kila mmoja amemimina moyo wake kwako, basi Mungu kafanye uponyaji ndani ya miili yetu. Wewe ndio umetuumba, wajua kila ambacho hakiko sawa katika miili yetu. Tunasema madaktari wao wanatuponya na kutibu, wanatibu, lakini wewe Mungu wa mbinguni unaponya. Wewe ndiye tabibu, kutana na maradhi ya watu wako, ukatuponya, na tukitoka katika hii ibada
tukalishangilie na kuliinua jina lako. Mungu wetu wa imani na Yesu Kristo. Amen. Amen.